kwamba Yesu ni rafiki amini. Yesu ni rafiki amini. Na hata nilipenda ambia mwenzako pale kwamba Yesu ni rafiki amini. Ndiyo, Yesu ni rafiki amini kwa kuwa katika hali zote yupo. Hakuna wakati hayupo. Hakuna kile ambacho amekisahau ndani ya maisha yako. Sijua unapitia tatizo gani, Yesu ni rafiki amini. Mchana wa leo naomba Mungu sana nisaidie nikuletee neno la faraja. Niwe chombo tu mikononi mwake. Sina maneno, sina akili, sina ujuzi wote, lakini uniombee ili kwamba dakika chache hizi ziwe za maana kwako na ziwe za maana kwangu. Tumeishi tunapojua kwamba kila mmoja ambaye anakuwa hapa, hawa watoto, wawe vijana, mama, baba, hakuna yule ambaye hapendi kuishi katika amani na furaha. Hayupo kabisa. Na hata ndani ya maisha kanisa, uwe mwimbaji, asante kwa waimbaji wetu, Agape Children Voice, God is King na wengine ambao wamepita hapa mbele. Kila mmoja mahali ambapo anakuwa kanisani, angependa ashiriki kwa amani tena kwa furaha. Lakini kwa kuwa tunakuwa ndani ya uwanja wa fujo, tumeishi siku ambapo mwovu shetani hakuna kile ambacho amekiacha ili katika safari hii huyu Yesu ambaye ni rafiki tuachane naye. Ndio mpango wake. Utakutana watu wengi katika safari hii wamekubaliana na matatizo ya maisha. Wengine wamekuwa na majaribu hata katika kanisa, katika ushirika wao. Wamekuwa na mashaka, wamekuwa na majaribu. Hata na wengine katika eneo zao za maisha kila siku, ni katika maisha ya familia, ni baba, ni mama. Hiyo amani ambayo angeitazamia, hiyo furaha, inaonekana kukosekana. Katika kazi, wengi wametatizwa. Maisha ya kawaida, wengine wametumia nguvu zao ili wanyanyase wenzao. Anayekuwa na nguvu anapenda gandamiza yule ambaye hana nguvu. Kama una kitu kizuri amevutwa nacho, anapenda afanye juu chini ili akunyang'anye. Je, hakuna wale ambao wanakuwa na matatizo hayo hapa? Wako. Wengine inafika usiku hawasinzii. Matatizo ni mengi. Kazini umefanya kazi lakini hakuna mshahara. Sasa swali ni kwamba je, kama Mkristo, wakati unafikia kiwango hiki, wakati maisha yanakuwa magumu, umepitia majaribu, je, umesimama namna gani? Umetumia mbinu gani ili huu rafiki wako na Yesu Kristo wako usivunjike? Wengi hata nitakushangaza hapa ninapokuambia ya kwamba wamekimbia nyumba zao kwa kuwa wameshindwa kustahimili majaribu. Wengine wameacha kazi zao. Wengine wamekimbia kwaya. Wengine wameacha ushirika wa kanisa kupitia mashida, majaribu na matatizo. Nilipenda mchana wa leo Mungu anapozungumza na wewe kupitia mimi chombo chake, kumbuka ya kwamba Yesu ni rafiki amini. Yesu iko pale. Yesu hakusahau ya kwamba unapitia majaribu, hapana. Na kwa wakati ambao unafaa, anafanya kila kitu kuwa chema. Haleluya. Fungu kuu ambalo tumelisomewa na mtoto wetu kijana Evani katika Warumi 12 mstari wa 21, barua ambayo Paulo anaandikia Warumi walipokuwa katika matatizo, na usifikira kwamba alikuwa katika raha. Baba ambao nakuwa hapa, mama
Washiriki wenzangu, usifikiri ya kwamba maisha yako yatakuwa tu rahisi. Usifikiri ya kwamba wewe utatembea tu katika bonde. Utakumbana na majaribu na matatizo. Lakini tunaposoma hapa hii barua ambayo Paulo anaandikia Warumi, anasema hivi: usishindwe na ubaya, lakini ushinde ubaya kwa wema. Haleluya. Barua ya Paulo kwa Warumi sura ya 12 na fungu la 21. Maneno haya ninapoyasoma na kutafakari inaniletea faraja sana, kwa kuwa wengi imeonekana kwamba wameshindwa na ubaya. Wengine wameshindwa na kukata tamaa. Wengine wamefika mahali ambapo wanaenda poromoka. Lakini neno linakuja linaposema usishindwe na ubaya, lakini ushinde nini? Ubaya kwa wema. Haleluya. Shinda ubaya kwa wema. Na ndio maana fundisho la leo linasema kubaki mwema hata katika magumu, katika mazingira magumu. Tutaona tunaweza kufanya nini ili tubaki wema, tushinde mabaya hata katika katika mazingira ya magumu. Inawezekana. Tunakuhitaji Bwana kwa dakika hizi chache, utufunulie na utuwezeshe katika maisha yetu ya kawaida, katika maisha yetu ya ushirika kama Wakristo, washiriki wa kanisa la Ndosho na wageni ambao wametutembelea mchana wa leo. Inawezekana katika maisha ya uhusiano wetu na Kristo tumeshindwa. Ubaya umeshinda wema, lakini tunahitaji Bwana ugeuze mambo mchana wa leo. Geuza tuweze kushinda ubaya kwa wema. Tuishi tunaposhuhudia mema toka kwako, na ulimwengu ukutambue kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hata unaporejea upesi, tufurahie kuishi milele pamoja na wewe katika jina la Yesu. Amen. Wema na ubaya, mambo mawili ambao Paulo ameyatumia katika hii shauri anayoipelekea Warumi, anaposema basi mshinde ubaya kwa wema. Ubaya, najua ubaya ni ile tunazoea kutumia maneno haya, lakini fikiria sana ndani ya maisha yako ya kila siku. Ubaya ni nini? Wema ni nini? Ubaya, ona ile hali ambamo una tabia zile ambazo si njema, tabia ambazo wewe mwenyewe unajua kwamba ni machukizo kwa Mungu. Unajua. Kifupi, soma katika Wagalatia 5:19-21, utaona tabia na hali ya wale ambao ubaya umeshinda ndani ya maisha yao. Wametoa matunda ya mwili. Wema ni ile hali ambamo basi mtu ana tabia na mawazo, maneno, hata na matendo mazuri yanayomtukuza Mungu. Hii ambayo imesukumwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Najua usije kwenye mtego. Kuna wajanja leo. Mtu anaweza kuonesha wema kwako, anaonesha matendo mazuri, lakini huyu ni mbwa mwitu ambaye amevaa ngozi ya, ni kama anajifanya kuwa kondoo, lakini ni mbwa mwitu ambaye amevaa ngozi tu na si kondoo, lakini ni mbwa mwitu. Anajionyesha kuwa kondoo katika masemi yake mazuri, anaweza kufanya hata matendo mazuri, lakini ngozi ni ya mbwa mwitu. Hapana ngozi. Ukweli wa ndani mbwa mwitu.
Namna gani? Je, haiwezekane mtu aje na maneno mazuri na ikuwa na kudanganya ili afikie lengo la kufanya uzinifu na wewe? Hata mimi nimeshangaa wa vijana wa leo wanasema, si unajua tupendane. So mama ile neno niko nacheka, niko na kuchekea wajene wetu, lakini mwisho mnaishia mgiza, kesho mimba, magonjwa na mengine. Ametumia maneno matamu, ameonesha hali nzuri, lakini ni kondoo ambayo imejivika tu hiyo ngozi na ndani ni mbwa mwitu wa kurarua. Wema hiyo ni kile ambacho umekifanya, lakini kimesukumwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya! Isikuwa ni kile ambacho kimelenga tamaa binafsi, kimelenga sifa binafsi. Wengine wanakuwa wajanja. Sasa usikubali kushindwa na mabaya. Na nilipenda tutazamie katika maandiko matakatifu, huyu ambaye tunamzoea sana ni Yusufu, ambaye mnamzungumzia mara kwa mara, lakini nilipenda katika maisha ya huyu ambaye naye usifikiria kwamba ameishi tu raha, ijapo alikuwa akipendwa na wazazi wake, lakini pembeni changamoto ni kwamba amekumbana na vile ambavyo huenda wewe na wewe katika kanisa hapa unavipitia. Yusufu ambaye amepitia bonde la kifo, amepitia majaribu ambayo vijana wetu wanayepitia, lakini nafurahia sana namna gani amesimama, kwa kuwa amebaki mwema, amebaki upande wa ushindi, na hata katika mazingira ambayo ni magumu na akakuwa mshindi. Haleluya! Ni kitu gani ambacho wewe unafikia pale ambapo hata na kanisa unaenda kukimbia, unaenda kuacha kwaya yako, unaenda kuacha jukumu ambazo umepewa? Wengine unyumba umefika hapa tu ni kidogo, umevunjika. Usifikiria kwamba ni bure. Watu wanaposema basi tupange, tukutane, wababa na wamama, tuzungumze, tutatiana tena moyo, tunakumbushana tena maneno matumaini. Pale ambapo ungekata tamaa, unasema na huyu mwanamke kwa hii bonde ya uchafu wake ninamuacha, nenda tafuta mwingine kule. Sio suluhisho. Pale umeshindwa. Lakini Yusufu tutajifunza nini kwake? Unapokamata kitabu cha Mwanzo ni sura 37, unakamata fungu la 23 hadi 28, utaona kisa pale ambapo Yusufu amekutana na ndugu zake. Walipanga njama na hata wakukusudia kumtupa kwenye shimo, wakapanga hata kumuua. Lakini najua Mungu, mimi nafurahi sana, huyu Yesu ni wa ajabu. Kila mahali, hata katika jaribu yupo. Haleluya! Hata usifikiria kwamba ni hata wabandi wanaweza panga, anasema leo tunaenda kwa fulani, lakini katikati yao tu Mungu atajitunza. Lakini hatutaingia kwa Pierso, tuache leo. Huyu Pierso, unajua mimi alishaniuzia Fanta, inapita tu, wanapita wao, hautajua kumbe ni ya rafiki yako Yesu Kristo ambaye anaitenda. Haleluya! Si wengine wanafika katika nyumba wanasilaha, lakini msiue. Si kinafanyikaka basi? Unatia nguvu gani kwa hiyo? Sasa unamuona huyu Yusufu, ndugu zake wamepanga, lakini Yuda anasema hii ni damu yetu, tusimuue. Je, Yusufu alikuwa nao wakati walikuwa wakizungumza? Hata wakaenda mbali, wakasema tunamuuzisha, basi tumuuzishe. Wakamuuzisha hao ambao walikuwa wachuruzi, walipokuwa wakijelekeza ngambo za Misri. Najua hicho kisa, na wakamuuzisha. Namna ambayo nimejifunzwa kwa huyu Yusufu pale katika kipindi hapa ni kwa kuwa amedumu kuwa karibu na Mungu. Haleluya! Katika shimo pale hakumsahau Mungu wake. Alipopelekwa
njiani huko aliendelea kuwa karibu na Mungu wake. Dada yangu, ndugu yangu naye kuwa hapa mchana wa leo, sijua unapitia majaribu gani, lakini shauri ya kwanza, ili wewe udumu kubaki mwema katika mazingira magumu, kubali kubaki karibu na Mungu. Hata watu watakutenga na kukutelekeza, kukutupa pembeni, wanakubagua, wanakuweka pembeni, dumu kuwa karibu na Yesu. Haleluya. Siku sasa unatembeanga hivyo, unakutana watu wako naongea, sasa unawafika hapo wananyamaza. Jua alikuwa anakuteta, hata watakuteta, hata watafanya nini, lakini wewe kumbuka tu ya kwamba unaye rafiki Yesu Kristo, udumu kuwa karibu naye, kwa sababu yeye alijua huyu Yusufu ya kwamba wanaweza kumtenga, wanafanya baraza zao za kumtendea mabaya, lakini Mungu hamwachi kamwe. Haleluya. Katika hali unayokuwa nayo, ndani ya familia yako, ndani ya kazi yako, ndani ya ushirika wako, ndani ya kanisa, kumbuka ya kwamba Yesu hakuachi kamwe. Inashangaza kwamba leo shetani ameingiza hata kanisani watu ambao wana mipango yao, wanaweza kufanya mambo na shangaa, wanaweza kutempangia wengine vibaya, lakini hata watafanya vile vyote. Kumbuka ya kwamba wewe unapodumu kuwa karibu na Mungu wako, hakuachi kamwe. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 2, Bwana, utasoma pale wanasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Haleluya. Hii maneno iwe yako mchana wa leo, ambao tunayasoma hapo Mwanzo 39 fungu la 2. Mungu ni pamoja nawe, Mungu ni pamoja nami. Yusufu sasa ni mimi na wewe, ni upande wetu kama tunakubali kuendelea kuwa karibu naye. Usitumie akili zako, nguvu zako, kwa kuwa katika hali hii si nguvu zake ambazo zimemtosha katika shimo hiyo, si nguvu zake ambazo zimefanya hawa wenzake wasimuue, lakini ni kwa kuwa alibaki karibu na Mungu wake. Wengine wanategemea wazazi wao, wengine wanategemea ndugu zao, wanafikiria kwamba wale ambao wanakuwa na mamlaka ni wale ambao watawasaidia. Lakini nakuambia mchana wa leo, ndugu na dada ambao mnakuwa hapa, watoto wetu wageni, ya kwamba katika hali ambayo unaipitia kuwa ngumu kwako, si baba yako ambaye atakuponya, si yule ambao unamtegemea kama ni jemedari, kama ni nani, lakini ni huyu Bwana ambaye amekuwa pamoja na Yusufu na anakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Nimeona watoto wetu ambao wengine wamefika katika bonde la kusema sasa, mbona wasichana wamenikataa, wewe tulia tu. Tulia, dumu kwa karibu na Mungu wako. Wengine watakufikiria mambo ambayo si yenyewe, wanatafuta kukutenga, wengine watachafua jina lako. Je, unajua kwamba mtu anaweza kuchafua jina lako na mahali pengine unakosa faida ya ulimwengu huu? Je, haiwezekani? Inawezekana. Unafika mahali ambapo wangekufungulia mlango, lakini kwa kuwa vyombo vya shetani wamenena maneno ambayo si ya busara, wamekusaliti huko, wamekutelekeza, unakosa faida ya watu wa dunia hii. Lakini kumbuka, kama unadumu kuwa karibu na Mungu wako, huyu Mungu ambaye amekuwa pamoja na Yusufu atadumu kuwa pamoja na wewe. Usiende kufanya mambo ya udanganyifu ili ujipatie hiki na kile. Usibadilishe tabia yako unaposema nikienda hapa huyu ninamuua ndipo ndapata kazi yake. Usibadilishe tabia yako hivyo, hautafaulu. Unapoua ni dhambi, ni machukizo. Je, hakuna wenyewe wanaua wenzao ili wapate kazi? Hawako? Mimi nimeshangaa kupata habari ya kwamba hata mahali pengine na vijijini watu wanapigania vyeo vya kanisani, wengine wanalogana, wengine wanauana.
sema huyu naye alishauzi. Mimi najiuliza, lakini hii kazi ya Mungu kujitolea, ninapoona Pierson anamukia na kuimba, ninapoona mzoni. Sasa je, kusimamia hiki na kile kanisani, mna mshahara ndani? Yote ambayo tunaifanya ni kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Sasa tabia yako ya Ukristo usibadilishe tabia yako ya Ukristo. Ukristo wako usitegemee mazingira fulani ili uendelee kuonekana. Kaa mtakatifu hata dhambi inapokufuata. Najua unaposoma kisa hiki cha kijana Yusufu, utagundua pale ambapo mke wa Potifa alimjaribia. Unajua wale ambao wanakuwa na uzoefu wa kusoma Biblia, inaonyesha kwamba huyu Yusufu alipochukuliwa na kwenda kuuzishwa au Waismailiti kupelekwa huko Misri, alikuwa na umri karibu miaka 17. Karibu miaka 17. Lakini hautapata Biblia mahali ambapo inasema aliingia gerezani anapokuwa na miaka fulani, amefungwa huko miaka fulani, au anakadirisha tu. Na unapoanza kwa hiyo miaka 17 mpaka miaka 13 ambapo alichaguliwa kuwa premier minister huko, ni miaka 13. Hii miaka 13 ninapowauliza, je, ilikuwa ya raha na furaha? Hapana, mlikuwa matatizo mengi. Ni pale ambapo alikutana na hii jaribu. Huyu mke wa Potifa anapomwona ni kijana mzuri ambaye anakuwa na nguvu, anakuwa na urembo, akamtamani. Nafikiri ingelikuwa wa vijana wa leo, sasa ingekuwa namna gani? Ingekuwa namna gani? Ni unajua ungesimama upande gani? Lakini hapo unaposoma katika Mwanzo 13:7-10, unaona hii jaribu ya mke wa Potifa, amesimama imara. Haleluya. Ninapoona vipawa vya hawa vijana wetu, ninapoona namna wanamtendea Mungu kazi, na ndio idadi kubwa, nasema tungekuwa na vijana wa Yusufu wa leo, hii kazi ya Bwana singeisha upesi. Lakini wengi wameshindwa na dhambi, wameshindwa na ubaya, na sasa utakatifu wao unapotea katika muda fulani. Na mbona na kitu tuko mshambre sema wawili. Kwanza nimepewa mamlaka na mfalme, ni occasion wa wengi wameanguka katika uasherati, wengine wameanguka katika wizi, kwa kuwa utakatifu wao umekosekana. Wengine hata wamefika mahali, lakini hapa mbona sione mtu, nikikamata kachupa basi kuko shida. Wengi waanguke vile. Utakatifu wako usimamie. Haleluya. Simamia utakatifu wako na utaona maajabu toka kwa rafiki wako Yesu Kristo. Na dhambi unapoitazama inakuja hivyo, usigombane na dhambi. Kimbia dhambi. Haleluya. Hapo unapoona watasema ametoka, anapokimbia mke amebakia na nini? Kimbia dhambi, usigombane na dhambi. Unapoangalia jaribu wasichana wetu, garsona anapenda kimbia dhambi. Kimbia. Uchungana na utakatifu wako. Na hata unaposoma barua ambayo Timotheo aliandika, Timotheo wa pili, Paulo anapoandika Timotheo wa pili 2:22, anasema zikimbie tamaa za ujana. Vijana wanakuwa na nguvu, wanakuwa na nini, lakini nao wamejaribiwa sana. Hizi tamaa za ujana, kimbia. Na hata hizi tamaa zinaweza kupanda na zinafikia wale ambao wamekomaa na wanaingia katika yale ambayo inapingana na utakatifu. Kimbia dhambi. Pale ambapo shetani angeweza kukupata na kuaibisha Ukristo wako, basi kimbia dhambi. Nilipenda tu mchana wa leo nikuombe uwe mtu wa msamaha. Hiyo nyingine shauri. Kama unapenda kushinda ubaya kwa wema, uwe mtu wa msamaha. Huyu Yusufu alikuwa na sababu zote ambazo angeweza kuzionyesha, anasema hawa watu siwezi kuwasaidia. Inawezekana na wewe katika maisha yako kesho unapata nafasi ambapo una namna ya kusaidia wengine, una namna ya kusaidia mke wako, una namna ya kusaidia watoto wako ambao wamekutesa, una namna ya kusaidia kanisa lako. Usijali mabaya ambayo umetendewa.
Haleluya. Usamehe, kwa kuwa kila mmoja katika hali yake ana udhaifu. Hakuna yule mkamilifu, hapana. Mnajua hiki kisa, walipofikia kipindi cha njaa, walijikuta wamefika mahali ambapo yeye ni mtu mkubwa. Mnajua hicho kisa. Na Yusufu alipoona ndugu zake wanakuja, je, amesema kwamba mimi nawapata? Ndio vile amesema. Wengi kati yetu wanakuwa na hiyo tabia ya kutafuta kujilipisia kisasi. Nasema Mario, nimepata na mimi nitawaonesha, nitawasikilisha kwamba mimi ni nani. Hapana. Samehe waliokukosea. Haleluya. Kanisani hata mtu amekwambia ile ambayo hayastahili. Inawezekana umetazamia kitu fulani kwa mzee, lakini mzee hakukufanyizia. Nisamehe. Kuna mengine ambayo sitakufanyizia kwa kuwa mimi nina mipaka, nina mengi ambayo siyawezi. Haleluya. Wakati nitafika mahali ambapo naweza kunisaidia, nisaidie, kwa kuwa msamaha ni funguo ambayo itatufanyizia maajabu. Itafanya Yesu asikate urafiki wake pamoja nasi. Huyu Yusufu alipotazama ndugu zake wanapokuja kutafuta chakula, wanaonesha kwamba amelia. Sijui kama imekufikia siku moja unamtazama yule ambaye amekukosea na sasa anakujia ili umsaidie. Unamtazama namna gani? Unamtazama kwa kadharau au unatosha machozi ya msamaha unaposema, Mungu wangu, mbona ameninyang'anyaga hii parcele, sasa iko nakuja kulomba? Usikumbuke parcele, kwa kuwa Mungu atakupatia zaidi ya parcele moja. Haleluya. Saidia huyu mtu. Hata neno la Mungu linasema unapomsaidia umetia makaa wapi? Juu ya kichwa chake. Akalia kwa ajili ya wale ndugu zake ambao wamekuwa wamefanya mambo ambayo hayawezekani, akawakumbatia na hata akawasamehe. Haleluya. Kanisa la Bwana litaendelea kuwa kanisa lenye ushindi, mahali ambapo watu wanapeana msamaha. Usikuwa yule ambaye ameweka kinyongo miaka na miaka. Hapana. Hata unaposoma katika Mwanzo 15:12, ninyi mkinikusudia mabaya, bali Mungu alinikusudia mema. Haleluya. Kuna wale ambao wanakaa usiku na mchana, hawasinzi kwa ajili yako, wanakupangia mabaya, lakini Yesu mchana wa leo anasema, basi mimi nimekukusudia mazuri, uwasamehe. Nilipenda tu nikuoneshe picha hii ya Yusufu, kwamba Yusufu alikuwa ni kama kivuli, ni kama kivuli cha Yesu Kristo. Namna gani? Huyu Yusufu amechukiliwa na ndugu zake. Nilipenda niwaulize, je, Yesu amechukiliwa na ndugu zake? Ndio. Hawa Israeli ambao walipasha kumfamia wa kwanza, walipasha saidiana naye ili walete habari za ufalme wa mbinguni, ni wale ambao wamemuua, ni wale ambao wamempeleka msalabani. Lakini Yusufu huyu ambaye amechukiliwa na ndugu zake ni sawasawa na Yesu ambaye amekataliwa na walio wake. Yusufu kama picha ama kivuli cha Yesu Kristo aliuzishwa kwa fedha. Si wamepewa pesa ili wampeleke huko Misri? Yusufu je, hawakumuuzisha? Waliomuuzisha ni wanani? Usijali, hata watakuuzisha, lakini kuna muda wako. Ameuzishwa kama vile Yesu Kristo mwenyewe alivyouzishwa, pesa ndogo tu 30. Na Yesu mwenyewe aliuzishwa, tena kauzishwa na wale ambao walikuwa karibu naye. Si ni Yuda basi? Si alikuwa mmoja wa 12? Usifikira kwamba wale ambao watakuwa chanzo cha majaribu wako mbali na wewe. Hata wa karibu na wewe. Yesu, wale ambao wa karibu yake ndio ambao walimuuzisha, kama vile Yusufu alivyouzishwa na ndugu zake. Yusufu aliteseka bila kosa. Je, alikuwa na kosa yoyote? Kuna mtu yake ambaye amemchamba?
Yesu amebeba msalaba, akauawa kwa hali ya kadharau. Hakukuwa na kosa. Amesulubiwa kwa ajili ya kosa lako na kosa langu. Haleluya. Huyu Yesu ni lazima, kama anavyokuwa mfano wa wema, tujifunze kwake. Kama vile alivyotendewa ujeuri, akauawa bila kosa kwa ajili ya makosa yetu, tuambatane naye. Huyu Yusufu aliokoa Misri na akaokoa familia yake. Mnakumbuka alipoenda kuwa premier minister, ni ambaye ametumika ili kwamba kipindi cha njaa wa Misri wasikutane na njaa yoyote. Huyu Yusufu kama alivyosaidia wa Misri na akasaidia na familia yake, ni hivyo Yesu Kristo ameokoa ulimwengu. Haleluya. Na asubuhi ya leo, mchana wa leo, anahitaji akuokoe, anahitaji aniokoe. Ili tuweze kupata wokovu huu, ni lazima huo mkono ambao nauweka na uleta, na kuomba ushike kwa imani. Shika mkono huo, jichukulie hizi siri ambazo zitakufanya wewe uweze kuwa mshindi, kama vile Yusufu alivyokuwa mshindi, mshindi kama vile Yesu mwenyewe alikuwa mshindi. Unaposoma Injili kama ilivyoandikwa na Yohana 16:33, inasema hivi: ulimwengu mnamo ziki, lakini jipeni moyo, maana nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Tujue kwamba maisha yetu tutakutana na vikwazo, ziki zitakuja mahali pote, katika kazi ya Mungu, katika maisha yetu ya kazi, katika utakutana na ziki, lakini Yesu Kristo ameshinda ziki, na anahitaji uwe mshindi kama yeye alivyoshinda ubaya kwa wema. Anahitaji wewe na mimi tushinde ubaya kwa wema. Ni wangapi ambao mchana wa leo wanasema Mungu utusamehe pale ambapo tumetafuta kukuacha na kwenda mbali, tunapofikiria kwamba tunaweza kujipatia ushindi, lakini tumegundua ya kwamba kupitia maisha ya Yusufu tunaweza kuwa washindi pamoja na Yesu. Wanaweza kusimama, tuombe pamoja. Baba mwema, watoto wako wamesimama kwa miguu yao mchana wa leo, wanapojuta na kuangalia namna gani wamekaribia kushindwa, wanaposhindwa na ubaya mahali pa kushinda kwa wema, wanapokuwa na kusudi hiyo ya kutembea kama wa Yusufu wapya, wale ambao wamekosa kuwa na kisirani, wamekosa kuwa na kujilipia kisasi, wale ambao wanakusudia kusimama upande wako kama vile Yusufu amesimama upande wako katika ziki. Kuwa karibu na kila mmoja hapa, utushindie ziki hizi kama vile huyu Yusufu ushindi. Hivyo kila mmoja ambaye amesimama, uwe upande wake, umpatie ushindi katika maisha ya unyumba wake, umpatie ushindi katika majaribu, katika kazi yake, umpatie ushindi katika majaribu yote. Hata upesi unaporejea, sisi ambao tumeitwa kukutetea duniani hapa, kutangaza makubwa yako, tuifanye kwa ujasiri, na hata unaporejea tupate uzima wa milele katika jina la Yesu. Tunakaribia mwisho. Tusishindwe na nini? Bali tushinde mabaya kwa nini? Kwa wema. Mungu atuwezeshe tuweze kuyaishi maneno haya ambayo tumeweza kusomewa na kufundishwa. Tutakapotenda uwema kama vile Mungu anakusudia, jina lake litapewa sifa. Kwa kukomesha, nitawasihi nyote muweze kusimama na tuchukue vitabu vya nyimbo. Dada Rehema anapokuja hapa mbele, naye aweze kutuongoza kwa wimbo wa namba 68. Sote tutasimama. Wimbo ni namba 68.
kidogo na sasa tushafika. Umtetee Mungu duniani, ijapo pepo kali za vuma. Sote tunajua na waza. Umtetee pamoja. Umtetee Mungu duniani, ijapo pepo kali za vuma. Mama ni peke utashinda, yaijapo tufani. Tusimame imara katika mwanga wa Kristo pekee. Salamani tutasimama, ule kiti pale. Itetee haki kwa bidii, kwa moyo wa imani. Mwamba ni pekee utashinda, wingi wa upotovu. Tusimame imara katika mwanga wa Kristo pekee. Ndipo salamani tutasimama, ule kiti pale. Itetee itadumu, itapoka yaitashinda. Mwamba ni pekee adara, yaijapo tufani. Tusimame imara katika mwanga wa Kristo pekee. Ndipo salamani tutasimama, ule kiti pale. Mungu mwema, Mungu anayependa viumbe vyake, jina lako lipewe sifa. Tunakushukuru sana kwa sababu umetutolea wakati huu, wakubwa kwa wadogo, umetuongezea maisha, jina lako litukuzwe. Asante kwa mpangilio ya leo, we mwenyewe umekusudia tuweze kubarikiwa kupitia watumishi wako, jina lako litukuzwe. Tusishindwe na mabaya, bali mabaya tuyashinde kwa wema. Roho wako atuwezeshe kuyatenda yaliyo mema kwako, na tunapoonekana kwa wenzetu ya kuwa tunakuwa watu wazuri, jina lako litatukuzwa. Tunatafuta kuondoka hapa, tunakuhitaji ili wewe mwenyewe uweze kutusindikiza njiani, pale ambapo tutaweza kupita tuweze kusindikizwa na malaika zako. Tunapofika nyumbani kwetu tutalihimidi jina lako. Utusindikize kwa sababu wewe unakuwa mahali pote, kwa kuwa tuna imani ya kwamba wewe tunapotembea nawe hatutapatwa na shida yoyote. Uweze kuwa karibu na wana wako, kwa sababu tunaomba tunapoamini ya kwamba tutayatenda kupitia jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Nitembee nawe Mungu alivyotembea Enoki, mkono wangu ushike, unene nami kwa pole. Kabisa mkai, ni muda kidogo tunaondoka. Nani alikuwa mu quartier Ndosho Avenue Ubangi, amekuwa kivaa, alikuwa mgeni kutoka Ubaya, alikuwa anavaa robe ya kaki na koti ya kaki, alikuwa anavaa bodaboda na anakuwa